Mageuzi makubwa kabisa ya mfumo sasa yanakuja chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Badala ya 7, 4, 2, 3+, sasa tutakuwa na 6 jumlisha 4 jumlisha 2 au 3 jumlisha 3+. Nitaeleza kwamba kwa mabadiliko haya ambayo nayo tunatekeleza kwa awamu, lakini sisi hatutekelezi kwa awamu kwa mkoa hadi mkoa, tunatekeleza kwa awamu kwa nchi nzima. Lakini tumeanza mitaala mipya kuanzia darasa la 3. Hawa walioko darasa la 3 2027 watakuwa wanamaliza darasa, watafika darasa la 6. Kwa mfumo huu wa sasa hivi shule ya msingi itakuwa ni miaka 6. Ukimaliza mwaka wa 6 utafanya mtihani wa kupimwa na kadhalika, lakini lazima uendelee kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha 4. Kwa hiyo ni miaka 6 shule ya msingi, miaka 4 sekondari ya kati, miaka 2 sekondari ya juu au miaka 3 sekondari ya juu na kwenda miaka 3+. Kwa hiyo miaka 6 ukimaliza shule ya msingi lazima kwa sheria utasoma mpaka kidato cha 4. Kwa maana nyingine, mfumo huu mpya ambao unaletwa hapa nchini unatuondoa kwenye elimu ya lazima ya miaka 7 ambayo kwa sheria kila mtoto lazima akae shuleni miaka 7, inatupeleka kwenye elimu ya lazima ya miaka 10. Kwamba utakapoanza darasa la kwanza utaenda mpaka kidato cha 4. Utekelezaji wake utaanza rasmi mwaka 2028. Maelezo mengine tutatafuta siku tuongee, lakini kwa vyote vile kama ambavyo kuanzia mwaka 65 mpaka 68 walifika mahali ambapo kulikuwa na double cohort, sisi tutakuwa na wanafunzi wanahitimu shule ya msingi wakiwa darasa la 6 mwaka 2027 na wengine wanahitimu wakiwa na darasa la 7. Kwa hiyo kila shule ya msingi sasa hivi itakuwa na madarasa mawili yanahitimu kwa pamoja. Kwa sababu hao darasa la 6 walianza na mitaala mipya, walioko darasa la 7 2027 watakuwa wametumia mtaala wa zamani. Wote watakuwa na hitimu. Kutakuwa na graduation darasa la 6 wanamaliza shule ya msingi na graduation darasa la 7 wanamaliza shule ya msingi, na wote lazima waendelee kusoma mpaka kidato cha 4. Inaitwa double cohort. Tutaendelea kufafanua vizuri tunajipanga vipi kuhakikisha kwamba tunatekeleza. Sasa umuhimu wa mabadiliko ni nini? Kwanza kabisa, dunia nzima ni nchi chache sana zimebaki ambazo zinatoa chini elimu ya lazima chini ya miaka 9. Hata majirani zetu mnaweza mkaangalia, nchi nyingi zimeona umuhimu wa kutoa elimu ya lazima kwenda mpaka sekondari. Hata Sustainable Development Goals ambazo sisi wa Tanzania tulisign tukakubali, zinasema kwamba tutoe elimu kwa watoto wetu wote mpaka sekondari. Kwa sisi kuendelea kutoa elimu ya lazima ya miaka 7 tunabaki nyuma. Hatuwezi kupambana na utandawazi kama alivyosema rais wetu, lazima tuandae vijana wetu waweze kushindana na vijana kutoka nchi nyingine. Lakini pili, umri wa kuanza darasa la kwanza sasa hivi ni miaka 6. Kwa hiyo ukisoma umeanza na miaka 6, ikawa elimu ya lazima ni miaka 7, utahitimu ukiwa na miaka 13. Hakuna sheria kukuambia uendelee kubaki shuleni. Mtoto wa miaka 13 akitoka hawezi kuajiriwa, hawezi kujiajiri. Kwa hiyo ukianza kulalamika elimu yetu haiwaandai watoto wetu vizuri, ni kwa sababu mfumo huu wenyewe unamruhusu aondoke shuleni ana miaka 13 wakati bado ni mtoto tegemezi, hajajipanga vizuri. Ukweli ni kwamba chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan tumeenda mbali sana, zaidi ya 75 wanaomaliza shule ya msingi wanaendelea kwenda sekondari. Lakini hao 25 je, si wa Tanzania? Tunawaachaje waingie mtaani na miaka 13? Kwa hiyo mfumo huu unasaidia kuandaa, ukiacha tu kwamba kuna maudhui mengi katika kufundisha, sitoweza kueleza yote yanayomwandaa mtoto vizuri zaidi, lakini walao tunajua sasa hivi atakapomaliza kidato cha 4 atakuwa na miaka 16. Amefikia umri kidogo, anaweza akabuni, akaanzisha shughuli zake, anaweza hata akaajiriwa na kadhalika, tukasonga mbele. Kwa hiyo ni swala kubwa la kwanza limefanywa na rais wetu, na kama nilivyosema alieleza mageuzi ya elimu haya yaangalie. Vijana ni wengi, lazima tuandae vizuri, na watoto ni wengi zaidi, tujipange kuandaa vizuri zaidi. Alieleza kuhusu utandawazi. Hawa vijana waandaliwe waweze kushindana, sio ndani ya nchi tu, washindana wengine waliosoma nchi nyingine, ili tuweze kufaidi matunda ya utandawazi. Na maendeleo ya teknolojia makubwa tuweze kuwasomesha vizuri, waweze kuendana na teknolojia. Sasa mtoto akisoma
mpaka darasa la 7 akaacha, anaendaje na teknolojia sasa hivi ambayo ni kubwa inasonga mbele? Mageuzi la kwanza hilo. Yako mengi lakini nitasema machache. La pili, kwa upande wa sekondari, kuanzia sasa hivi tunaenda mikondo miwili. Ukimaliza shule ya msingi utachagua wewe kushirikiana na wazazi na walimu, unataka kwenda mkondo upi. Kuna mkondo wa elimu jumla. Elimu jumla, mambo mengi zaidi darasani, nadharia nyingi darasani na ujuzi. Alafu kuna mkondo wa elimu ya amali. Mkondo wa elimu ya amali, mambo mengi ya ujuzi, mambo mengi ya utendaji, mambo mengi ujuzi kazi, na vile vile darasani utajifunza mambo ya nadharia. Kwa hiyo kutakuwa na chaguo hilo, na tumejenga mfumo ambao hata ukienda elimu ya amali, ukimaliza form 4 ukitaka kurudi elimu jumla form 5 na form 6 unaweza ukarudi. Kwa hiyo hatutaki mtu anaenda elimu ya amali ahisi yeye atakuwa short change. Namba moja. Sasa elimu jumla ni kama vile ambavyo tunaifahamu vizuri, kwa hiyo sitaelezea sana. Utakaposoma pale utamaliza kidato cha 4, ukitaka kuendelea utaenda form 1, utaenda kidato cha 5 na 6, afu unaweza ukaendelea kusoma. Hilo tumelizoea. Hebu nielezee elimu ya amali. Na mnakumbuka rais wetu yote tarehe 6 mwezi wa 3 alisisitiza sana ujuzi. Na sio mara moja, amekuwa akisema mara nyingi, lakini sisi wizarani amekuwa akituita na kutupa maelekezo mara kwa mara. Elimu ya amali ni nini? Elimu ya amali ni ile ambayo mara nyingi watu wanaita elimu ya ufundi na ufundi stadi. Kiingereza technical and vocational training. Amali tumetoa, wenzetu Zanzibar wamekuwa wakilitumia muda mrefu. Wizara ya Elimu kule inaitwa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali. Yaani mafunzo ya kuandaa tayari kujiajiri au kuajiriwa. Unaweza ukachagua ufundi, yani technical, kama ilivyokuwa Moshi Technical Secondary School, Tanga Technical Secondary School, Ifunda Technical Secondary School, Bwiru Technical Secondary School na nyingine. Au kaenda ufundi stadi ambao unaweza kuwa ni michezo au kilimo au uvuvi na kadhalika. Kwa hiyo elimu ya amali inabeba mambo mawili makubwa: ufundi ambao ni technical na ufundi stadi ambao ni vocational. Sasa wale watakaosoma mafunzo ya amali kwa mtaala tulionao, wakimaliza kidato cha 4 anapata cheti cha NACTIVATE. Watu wengi wanaita vyeti vya VETA. Ni kile cheti kinachokuruhusu wewe sasa hivi pengine umesomea umeme, kufunga umeme kwenye nyumba, ufundi mitambo na kadhalika. Unapata cheti kinachokuruhusu kuajiriwa moja kwa moja, na unapata cheti chako cha baraza la mitihani cha form 4. Kwa hiyo uwanda huu tukiendelea kuupanua, vijana wengi wanaomaliza kidato cha 4 watamaliza wakiwa na ujuzi wa kutosha kuajiriwa na kufanya kazi hapo hapo, au kujiajiri, kuanzisha gereji yako na kuendelea kufanya kazi pale pale. Na mimi niseme hili watu walielewe, mimi nimekutana na vijana wa Tanzania waliosoma VETA. Ukumbuke sasa elimu ya ufundi hii ya upande wa amali inatolewa kama VETA kwa ujuzi wa mitambo, mambo ya umeme na kadhalika. Nimekutana na vijana wa Tanzania wanafanya kazi Kongo, wanafanya kazi Guinea Conakry inazungumza Kifaransa. Nimekuta kijana anaitwa Mboya. Nimekutana naye ananiambia kabisa Guinea Conakry unafanya nini? Sasa mimi nimesomea ufundi mitambo ya nini? Ya migodi. Ameajiriwa hapa, akaenda Namibia, akaenda Mauritania, sasa hivi yuko Guinea Conakry. Kwa hiyo hii elimu ya amali tukifundisha vizuri, vijana wengi wataangalia dunia yote kama uwanja wa ajira.